Mwana kitaa mtembezi mwenzangu, katika hali isiyokuwa ya kawaida imeweza kutokea jambo kubwa na zito sana katika nchi yetu, hasa katika mpira wetu wa Tanzania. Tunaizungumzia ligi ya NBC ambao pia hivi sasa ni moja ya ligi bora zaidi namba 5 barani Afrika. Na hiki wamekuwa kihoji imekuwaje mechi ya Kariakoo Derby ambayo imekuwa na maswali mengi, imekuja kutambulishwa ama kutangazwa waamuzi kutoka nje, na waamuzi hao wametoka Egypt bwana. Na moja ya vitu ambavyo vimekuwa ni maswali mengi kwa wapenzi wa soka ni kwamba imetumika kanuni gani kuweza mechi hii kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje. Na ningetamani hapa niweze kujuza tu baadhi ya waamuzi ambao wataweza kuchezesha mechi hiyo ya derby kwa tarehe ya 25 ya Juni, ambako 2025 ambayo imeweza kutangazwa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania NBC. Sasa kabla tujaendelea ni kuombe tu uweze kusubscribe YouTube ya kwetu ya Mtaa kwa Mtaa ili uwe mwanafamilia na pale tutapokuwa tunaweka video wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Bwana match commissioner wa mchezo huo ametangazwa kuwa ni bwana Salim Omari Singano kutokea kule Tanga, ndio atakuwa match commissioner. Lakini referee wakati ataweza kusimama ni mwanakaka huyu kutokea Egypt, moja ya marefa ambao wamekuwa wana sifa kubwa sana, anaitwa Amin Mohamed Amin Omari kutokea Egypt, lakini akisaidiwa na mwamuzi namba 1 ambaye ni Mahmoud Ahmed Abu Elgal, akisaidiwa pia na mwamuzi namba 2 ambaye atakuwa ni bwana Samil Gamili Saad Mohamed kutokea kule Egypt. Lakini official atakuwepo ni Mohamed Maulus El Gabon kutokea kule Egypt pia. Moja ya vitu ambavyo pia vimeweza kuteka vichwa vya habari kwa siku hii ya leo ni kutoka kwa safu hii ama mkeka huu wa waamuzi, ambapo wameweza kutangazwa ama kutambulishwa na ni safu ya waamuzi wengi sana. Hili limekuwa ni swali kwamba ya ligi pamoja na ligi kuu kwa ujumla wametumia kanuni gani kuweza kuwapitisha waamuzi hao kutoka nje kuweza kuchezesha mchezo huo wa derby. Nikaweza kupitia maoni ya baadhi ya mashabiki wapenzi wa mpira wa miguu wa soka, walikuwa wanaya pia kuweza kuyazungumza. Bwana, kuna mmoja ambaye aliweza kuzungumza akasema bwana, tuendelee kumwombea Pacome afya njema, to enjoy boli. Moja ya tambo hizo, bila shaka ni mwananchi huyu ambaye aliweza kuzungumza hivyo. Lakini mwingine akaweza kuandika akasema Simba bingwa, watu wakaanza kutambiana. Kuna mmoja bwana mimi kanifurahisha sana, anaitwa Patman huyo, anakuambia mnakabia juu sana, Diala atashindwa kuanzisha mashambulizi. Ni kama pia anatoa maoni kwa wananchi. Huyu mwingine wala anasema leo saa 11 jioni lazima Simba afanye mazoezi. Ni kama vile kautani, je, Simba ataenda kufanya mazoezi kwa siku ya leo? Lakini mwingine akasema Simba hatuji bwana. Ni moja ya comment hizo ambazo zimepatikana katika ukurasa wa TFF mara tu baada ya kuweza kuposti mkeka huo wa waamuzi. Lakini kuna mwingine ni kama vile amekuwa na point fulani, ameweza kusema kama kungekuwa na VAR mngekuwa mmefanya jambo la msingi. Hili kolo akishonwa asilete lawama za marefa. Umeona sasa tambo za mashabiki hizo. Lakini kuna mmoja akasema mimi nitakuwa busy sana na Baimanda mtaalamu nyie, akauliza pia akatupia. Mwingine pia amekuja kuleta pia wazo la VAR, anasema letena VAR, marefa tushawaona. Ni moja ya maoni ya mashabiki. Ya mwisho kabisa ni hapa ambaye ameweza kuandika mkeka mrefu sana. Ngoja nikupitie na hii comment uweze kuisikia pia. Huyu anaonekana ni shabiki wa Yanga, ameandika hivi: yaani hii inaonyesha ni jinsi gani bodi ya ligi wanawasiliana na Simba, kwa sababu Simba mpaka sasa wapo kimya, tofauti na mwanzo walivyokuwa wanahamasisha mashabiki wao wajitokeze uwanjani tarehe ya 15. Na lingine ni kanuni ipi imetumika kuleta waamuzi kutoka nje ya nchi? Yaani hamjatoa taarifa kwa hizi timu za Yanga na Simba kama mnaleta waamuzi kutoka nje ya nchi. Kwa hili la kupanga waamuzi naona kabisa Yanga wanakwenda kuhujumiwa hapo tu
tu kushinda mechi kesho ni ngumu, refa anakuja na maelekezo, au ni maoni ambayo nimeona niweze kumalizia nayo. Huyu bwana kwa nini nimesema shabiki wa Yanga kutokana na profile ya kwake, uzi wake wa mwananchi wa Yanga, na kabla hata kusoma komenti yake nikaalishajua wapi anaelekea. Basi Mr. Simulizi naendelea kukusimulia kitaa kinasemaje. Haya ni machache kwa leo, nikushukuru sana. Na je, hii drama ya dabi kesho itaishaje? Endelea kufuatilia YouTube channel ya kwetu, endelea kuwa mwanafamilia, endelea kucomment, endelea kushare, endelea kulike. Asante sana.